Juu ya milima ya kusini mwa Lebanoni, sauti za milipuko zilipasua anga na kutikisa ardhi ya vijiji vya mpakani ndani ya kijiji kidogo cha Buj Kalawi kilichopo wilaya ya Bint Jbeil. Janga kubwa lililotokea, tukio ambalo limeacha majonzi, hasira na maswali makubwa katika moyo wa taifa. Kwa mujibu wa mamlaka za afya za Lebanoni, shambulio la anga lililofanywa na Israeli usiku wa kuamkia Jumamosi lilipiga moja kwa moja kituo cha huduma za afya cha msingi na kusababisha vifo vya wahudumu 17 wa afya, watu waliokuwa mstari wa mbele kuokoa maisha katikati ya vita. Waliofariki ni pamoja na madaktari, wauguzi na wahudumu wa ambulance waliokuwa wakifanya kazi ya kuokoa majeruhi wakati kombora lilipotua katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, tukio hilo limechukuliwa kama moja ya mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya wahudumu wa afya tangu mapigano mapya yalipoanza mapema mwezi huu. Kwa muda mrefu katika vita vya kisasa, wahudumu wa afya wamekuwa wakiheshimiwa kama walinzi wa maisha ya watu wanaokimbilia pale wengi wanapokimbia. Lakini katika mapigano ya sasa kati ya Hezbollah na Israeli, hata sare za tiba hazijawa kinga dhidi ya mauti. Wizara ya Afya ya Lebanon ilitoa taarifa kali ikisema kuwa mashambulizi hayo ni sehemu ya kile ilichokiita kulengwa kwa makusudi kwa timu za ambulance wakati wakitekeleza kazi ya uokoaji. Tangu vita vilipoanza tarehe 2 Machi, takwimu rasmi zinaonyesha kuwa wahudumu 31 wa huduma za dharura wameuawa, hali inayozua hofu kubwa miongoni mwa mashirika ya kibinadamu yanayofanya kazi katika eneo hilo. Jeshi la Israeli kwa upande wake limekanusha madai ya kulenga wahudumu wa afya kimakusudi. Msemaji wa jeshi kwa lugha ya Kiarabu, Avishai Adrae, alitoa onyo kali akisema kuwa jeshi lao litachukua hatua dhidi ya miundombinu yoyote ya afya au magari ya ambulance endapo yatatumiwa na wapiganaji wa Hezbollah kwa shughuli za kijeshi. Kauli hiyo imeongeza mvutano na mijadala mikali kimataifa kuhusu matumaini ya miundombinu ya kiraia katika vita na hatari kwa wananchi wasiokuwa na silaha. Mapigano kati ya Israeli na Hezbollah yamepamba moto tangu kundi hilo la Lebanoni lilipoanzisha mashambulizi ya makombora dhidi ya Israeli mapema mwezi huu. Hatua hiyo ilisemekana kuwa kulipiza kisasi baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Irani katika siku ya kwanza ya vita kati ya United States, Israel na Teherani. Wakati vita hivyo vinaingia wiki ya 3, anga la Lebanoni limekuwa uwanja wa mashambulizi ya kila siku ya ndege za kivita na makombora ya masafa marefu. Mashambulizi makali ya mabomu na maagizo ya kuhamishwa kwa lazima yamewafanya karibu watu milioni 1 kuacha makazi yao kusini mwa Lebanoni, pamoja na baadhi ya maeneo ya mji mkuu Beirut, kwani kwa mujibu wa Norwegian Refugees Council, takribani 14% ya ardhi ya Lebanon, sawa na kilomita za mraba 1470, sasa iko chini ya maagizo rasmi ya wakazi kuondoka haraka kwa sababu ya hatari ya mashambulizi. Vijiji vilivyokuwa na maisha ya kawaida sasa vimegeuka kuwa maeneo ya roho za vita, huku familia zikikimbia wakiwa na mizigo michache mikononi na matumaini ya kurejea siku moja. Na katika tukio jingine la kusikitisha, usiku huo huo wa Ijumaa, shambulio la anga katika mji wa kusini wa Nabat lilisababisha kifo cha familia nzima, wazazi wawili na watoto 4, mmoja wao akiwa mtoto mchanga. Tukio hilo limeongeza huzuni na hasira miongoni mwa wananchi, huku wengi wakisema vita vinazidi kuwagharimu raia wasiokuwa na hatia. Na katika hatua nyingine ya kijeshi, jeshi la Israeli lilishambulia na kuharibu daraja muhimu juu ya mto Litan, mto unaokatiza kusini mwa Lebanoni kutoka mashariki hadi magharibi, kwani jeshi la Israeli lilisema daraja hilo lilikuwa ni njia muhimu ya usafiri kwa wapiganaji wa Hezbollah, ingawa halikuwasilisha ushahidi wa madai hayo. Na shambulio hilo limekuwa la kwanza lililothibitishwa rasmi dhidi ya miundombinu ya umma ya Lebanoni tangu vita vya sasa vilipoanza. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz,
alitoa tamko kali akisema serikali ya Lebanoni italipa gharama kubwa zaidi ikiwa kundi la Hezbollah halitoondolewa silaha, na hapa na nukuu, serikali ya Lebanoni italipa gharama inayoongeza kupitia uharibifu wa miundombinu na kupoteza maeneo ya ardhi, mwisho wa kunukuu, alionya. Wakati huo huo, ndege za Israeli zilirusha vipeperushi juu ya Beirut vikionya kwamba nchi hiyo inaweza kukumbwa na uharibifu wa kiwango sawa na ule ulioshuhudiwa Gaza endapo mashambulizi ya Hezbollah yataendelea. Kadiri mapigano yanavyozidi kupamba moto, wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa mgogoro huu unaweza kugeuka vita kubwa zaidi katika Mashariki ya Kati, ukihusisha nguvu za kikanda kama Irani pamoja na washirika wake. Kwa sasa, anga la kusini mwa Lebanoni linaendelea kuwaka kwa milipuko, huku wananchi wakisubiri kwa hofu kujua ni lini radi ya vita itapungua. Lakini katika kijiji cha Buj Kalawi ambako wahudumu 17 wa afya walianguka wakitekeleza wito wa kuokoa maisha, kumbukumbu ya usiku huo itabaki kama alama ya uchungu na ukumbusho kwamba hata wale wanaobeba tiba badala ya silaha hawako salama katika kivuli cha vita.